Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club pamoja na TFF. Kilichotokea kunako msimu uliopita huenda kikajirudia tena kutokana na sintofahamu ambayo inayoendelea kwa sasa kunako katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ni kuhusiana na miamba ya soka miwili hapa nazungumzia Simba na Yanga kuelekea dabi ya tarehe 1 mwezi wa 3. Tayari imeshaingiwa na sintofahamu kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Hiyo ni baada ya kauli ambayo iliyotolewa na msemaji wa klabu ya soka ya hapa nazungumzia Young Africans, si mwingine bali huyu ni Ali Shaban Kamwe, kuweza kuzungumza siku ambayo waliweza kuondolewa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Alizungumza kauli akisema ya kwamba wale waliofurahia wao kutolewa sasa watakwenda kukutana, kwani Waarabu wataondoka na watabaki wao wawili tu peke yao. Sasa ni miamba hiyo ya soka ambayo inakwenda kukutana. Sasa kauli yake ambayo aliitoa ndio ilizua taharuki kubwa baada ya kuweza kusema ya kwamba mchezo ambao unakwenda kukutanisha miamba hii miwili wa dabi ya Kariakoo hautopigwa katika dimba la Benjamin Mkapa kama ilivyozoeleka. Inakwenda kupigwa kunako katika dimba la Amani Complex pale Zanzibar, ambapo wenyewe wanapaita Guantanamo Bay kwa sasa, kutokana na kile kinachoendelea kwamba hachomoki mtu. Sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club wao wakaona kama ya kwamba kuna mpango wa kando ambao unaoendelea, ambao wenyewe wanaona ya kwamba haujatendewa haki. Kwa nini taarifa itolewe na msemaji wa timu na sio bodi ya ligi? Sasa inaelezwa kwamba huenda klabu ya soka ya Simba Sport Club wakaendelea kushikilia msimamo wao kuto kucheza dabi ya Kariakoo katika dimba hilo, na wanaitaka Benjamin Mkapa. Sasa taarifa ambayo imetolewa na uongozi wa klabu ya soka ya Simba juu ya kuhoji na huenda wanataka kuhususia mchezo huo ndio imeweza kufanya mimi kusogezea taarifa hii, na mimi nimekusogezea kile kinachoendelea kwa sasa na maamuzi ambayo yameanza kuafikiwa. Je, yataweza kufanikisha? Mimi nimekusogezea kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba pamoja na Young Africans. Karibu. Bana, klabu hizi mbili zimeingia katika mvutano mkubwa juu ya uwanja wa Kariakoo dabi. Inaitwa atuchezi dabi, mvutano wa uwanja wazua maswali mazito. Sakata la uwanja wa Kariakoo dabi linaendelea kupamba moto, huku kukiwa na sintofahamu juu ya mchakato wa kuhamishwa kwa mchezo huo kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda New Amani Complex kule Zanzibar. Taarifa inaeleza kuwa uongozi wa Simba umeiandikia barua bodi ya ligi kuu Tanzania ambayo ni TPLB ukioji uhalali wa mabadiliko hayo, si tu kuhusu uamuzi wenyewe bali pia namna taarifa ilivyotolewa. Hoja ya Simba ni hipi? Simba wanahoji mambo makuu mawili. Kwa nini taarifa ya kuhamisha uwanja ilitangazwa kwanza na afisa habari wa Yanga Ali Kamwe tarehe 15 Februari 2026 kabla ya bodi ya ligi kutoa taarifa rasmi ambayo ilitolewa Februari 16, 2026? Je, ni kanuni ipi imetumika kufanya mabadiliko ya uwanja chini ya muda wa siku 21 kabla ya mechi, wakati taratibu zinahitaji mabadiliko kama hayo kutangazwa angalau siku 21
kabla. Kwa tafsiri nyepesi, Simba wanaona utaratibu au kufuata kikamilifu. Majibu ya TPLB, yani bodi ya ligi, wenyewe wamekuja na majibu yao wakiweza kuwajibu wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, ambao ndio wanatilia mashaka juu ya uhalali kutolewa mechi kutoka dimba la Benjamin Mkapa hadi Zanzibar. Kwa mujibu wa majibu ya bodi ya ligi, Yanga ndio mwenyeji wa mchezo huo. Walipokea taarifa kutoka kwa wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa siku ya dabi kutakuwa na matumizi mengine. Kufuatia hali hiyo, Yanga waliwasilisha ombi rasmi la kuhamisha mchezo kwenda New Amani Complex. Ombi hilo lilikubaliwa kwa sababu uwanja wa Amani tayari umekaguliwa, umepitishwa na kamati ya leseni za klabu ya TFF. Hivyo TPLB wakaidhinisha rasmi mabadiliko hayo. Aidha, bodi imeeleza kuwa Ali Kamwe hana kosa lolote kutoa taarifa hiyo, kwani ilitokana mawasiliano rasmi ya ndani ya klabu husika. Taswira ya kiuchambuzi. Kanuni, hoja kubwa hapa si tu mahali pa mechi, bali ni utaratibu wa mawasiliano, muda wa taarifa, mamlaka ya kutangaza maamuzi. Hii ndio inayofanya mjadala huu kuwa msingi zaidi ya mpira wenyewe. Sasa macho yote yanaelekezwa kuona hatua inayofuata. Je, dabi itachezwa kama ilivyopangwa au mvutano huu utaibua sura mpya juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, juu ya yale ambayo yanaendelea kwa sasa, ambapo mvutano umekuwa ni mkubwa kweli kweli juu ya kile ambacho kila mmoja amekuwa akiendelea wakiendelea kuweza kuvutana juu ya yale ambayo yaliyopo. Kwa hiyo kwa sasa huenda ishakuwa ni issue kubwa kweli kweli, ambapo mambo yamekuwa ni mengi, huku Simba waweka mgomo kucheza dabi kunako katika hapa nazungumzia Zanzibar kule, ambapo uongozi wa Simba na wenyewe wametaka kuleta mgomo wa atuchezi dabi. Kwa hiyo sakata la pamba moto, hoja nzito ya kupinga dabi kupelekwa Zanzibar. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ambapo klabu ya soka ya Simba Sport Club inaelezwa kwamba wamepanga kuweza kususia dabi kuelekea kule Zanzibar. Inakuwa ni season 3 ya atuchezi, kwa sababu hii inakuwa ni mara ya 3 ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku mambo yakionekana kwenda tofauti na vile ambavyo wengi walitarajia. Pengine ulitarajiwa kwamba ueno umekuwa ni mchezo ambao ungetoa taswira nzuri, kwa sababu kila kikosi kwa sasa kimesheheni wachezaji wazuri na kina hali ya upambanaji. Kwa hiyo sasa watu wanaona kama vile mechi ya dabi huenda ikaota mbawa kama ilivyokuwa ile ya Machi 8 baada ya klabu ya soka ya Simba kugomea kupeleka timu, wakasema kwamba wachezi Young Africans, wakaenda paka uwanjani, lakini mambo yakawa hivyo. Lakini mwisho wa siku mchezo ulikuja kuchezwa mwishoni mwa msimu na klabu ya soka Young Africans walioshinda kwa mabao 2-0 mbele ya waamuzi pia walitoka nje. Yani nazungumzia waamuzi walitolewa kutoka Misri na Somalia kusimamia mchezo huo. Itakuwaje safari hii? Ila ngoja tusubiri. Weka maoni yako, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ila bila kuacha maoni yako ni muhimu. Je, wewe unadhani hili litafanikiwa kuchezwa kwa